Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu kupitia jina la Yesu, jina lililo hai. Namshukuru Mungu aliyetupa nafasi njema ya kuweza kutafakari pamoja. Nina ujumbe wenye kichwa ambacho kinazungumza kwamba Yusufu wa Arimathaya na Nikodemu. Yusufu wa Arimathaya na Nikodemu. Nataka tuangalie walikuwa na mchango gani katika Ukristo na walikuwa na mchango gani katika Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 19 na ule mstari wa 38 mpaka 42, Biblia inazungumza ya kwamba hata baada ya hayo Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu. Kumbuka kwenye listi ya wanafunzi 12 Yusufu wa Arimathaya alikuwa hafahamiki. Yusufu wa Arimathaya alikuwa hajulikani. Lakini hapa anakuja kuonekana mwishoni. Maana yake ni mwanafunzi wa Yesu ambaye hata Yesu hajawahi kumtaja kwamba Yusufu wa Arimathaya naye ni mwanafunzi wangu au Nikodemu naye ni mwanafunzi wangu. Lakini hapa tunaona kazi yao mwishoni. Kumbuka kilikuwa ni kipindi ambacho Yesu amewekwa msalabani. Hata wanafunzi wake hawakupata mzigo wa kwenda kuomba mwili wa Yesu. Lakini Yusufu wa Arimathaya alienda kwa Pilato kuomba mwili wa Yesu. Sasa kuangalia hapa chini anasema hata baada ya hayo Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri na kwa hofu ya Wayahudi alimuomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wake Yesu. Kumbuka mwili wa Yesu ulikuwa bado uko juu ya msalaba. Na kumbuka Yesu alikuwa amesulubiwa, yupo uchi. So Yusufu wa Arimathaya alitumia opportunity hiyo kuondoa aibu ya Kristo Yesu. Kumbuka Yesu Kristo aliwekwa pale, alidharauliwa, alikuwa mpaka anatemewa mate. Hakuna mwanafunzi yoyote wa Yesu ambaye alipata mzigo wa kwenda kuutoa au kuomba ruhusa mwili wa Yesu uweze kutolewa. Lakini Yusufu wa Arimathaya aliomba ruhusa kwamba ninaomba mwili wa Yesu uweze kutolewa. Na Biblia inazungumza kwamba alipewa. Kumbuka hakuna mtu yoyote ambaye aliweza kuomba huo mwili. Yusufu wa Arimathaya ni watu ambao wapo tayari kwa ajili ya kubeba aibu, kuficha aibu ya kanisa. Kuna mazingira ambayo kanisa linapita katika aibu kubwa. Kuna watu ambao Mungu anawatumia hao kwa ajili ya kuficha aibu ya kanisa. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia alipokunywa pombe akalewa, mtoto wake mmoja akachungulia uchi wa baba yake, lakini mtoto wake wa pili akaenda na nguo kuficha uchi wa baba yake. Sasa huyu Yusufu wa Arimathaya alificha mwili wa Yesu. Aliona ule mwili haustahili kukaa juu ya msalaba. Akaona ngoja uchukue huu mwili na kuuficha. Ni watu wangapi ambao wako tayari kuficha madhaifu ya kanisa? Ni watu wangapi ambao wapo tayari kuficha, kupambania kazi ya Mungu, kupambania kazi ya msalaba? Yusufu wa Arimathaya alifanya kitu cha ajabu sana. Shalom.